Maafisa wa Marekani wanatathmini kuwa Iran ina maelfu ya makombora na ni baada ya kufukiwa chini ya ardhi kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani, na kuna wasiwasi kwamba Iran itafanya kazi kujenga upya uwezo wake wa makombora ya ballistic wakati wa siku 14 za mapumziko ya vita na mapigano kati ya Marekani na Israel. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Wall Street Journal ambalo limeripoti. Afisa wa Israel aliyenukuliwa na shirika la utangazaji la umma la Kan alisema Iran ilikuwa ikipeleka tingatinga kurekebisha milango ya kuhifadhia makombora ya chini chini ambayo yalishambuliwa na jeshi la ulinzi la Israel. Uharibifu ambao Marekani na Israel wameiletea Iran sio usioweza kurekebishwa, na kukosekana kwa makubaliano muhimu, IDF italazimika kurejea kupigana na Iran. Afisa huyo wa Israel ambaye hakutajwa jina alinukuliwa akisema Marekani na Israel zilianzisha kampeni ya kulipua Iran tarehe 28 Februari kwa nia ya kuvuruga utawala wake na kuharibu mipango ya makombora ya balistiki na nyuklia. Iran ikajibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth aliwaambia waandishi wa habari wiki hii kwamba kampeni ya mashambulizi ya mabomu imeharibu kikamilifu mpango wa makombora wa Iran na kufanya jeshi lake kukosa ufanisi kwa miaka ijayo. Lakini sasa jeshi hilo linafukua makombora yake, na si machache, ni maelfu ya makombora. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo imetolewa na Marekani kupitia ujasusi wake. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huu ni mpango mwingine wa Marekani na Israel ambao walishindwa kukamilisha mipango yao ya kuharibu makombora ya ballistic ya Iran. Iran imesalia kuwa na makombora mengi yaliyotengenezwa kwa muda mrefu, na taarifa zinadai kwamba makombora mengi yapo na yataingia vitani wakati wowote, na hivyo Marekani pamoja na Israel wameweka kinga ya kusema kwamba Iran inayafukua makombora yaliyofukiwa katika vifusi, kwamba endapo wataanzisha vita yakitumika ijulikane kwamba ni makombora ambayo yalishafukiwa kwenye vifusi na yamefukuliwa upya. Lakini kimsingi kwa taarifa kutoka nchini Iran ni kwamba makombora yao yapo na wataendelea na mapambano wakati wowote ikiwa Marekani na Israel wataamua kuingia vitani kwa mara nyingine tena. Maafisa wa Marekani walionukuliwa na jarida la Wall Street Journal walisema Iran inaweza kuchimba au kurekebisha kurusha vifaa vingi vilivyoharibika vya makombora. Iran imesema ina maelfu ya makombora ya masafa ya kati na mafupi na makombora ya masafa marefu ambayo inaweza kuyarusha kutoka kwa nafasi za kuhifadhi juu na chini ya ardhi, licha kwamba Israel na Marekani walidai wameshaharibu. Zaidi ya hayo, Iran bado ina hifadhi ya makombora ambayo inaweza kurusha meli katika ghuba ya Uajemi na pamoja na askari wa Marekani wanaojaribu kukamata mlango wa bahari wa Hormuz, wanasema maafisa wa Marekani waliotajwa na jarida hilo ambalo hawakutaja majina yao. Zaidi ya hayo, maafisa wa Marekani waliambia jarida hilo wakati zaidi ya nusu ya hifadhi ya ndege zisizokuwa na rubani zimetumika katika mashambulizi, inaweza kununua zaidi kutoka Urusi. Kulingana na jeshi la IDF, Israel iliharibu takribani 200 kati ya makadirio ya kurusha makombora 470 ya Iran, na mengine 80 yalionekana kutoweza kufanya kazi baada ya milango ya kuhifadhia chini ya ardhi kupigwa. Hii ni taarifa iliyotolewa na jeshi la Israel IDF, ikisema pigo kubwa zaidi la kampeni ya ulipuaji wa mabomu lilikuwa kwa tasnia ya utengenezaji wa silaha za Iran, na kwamba Iran kwa sasa haiwezi kutengeneza makombora mengine, jambo ambalo Iran imesema mpango wa utengenezaji wa makombora ulikuwa ukiendelea hata wakati wa vita. Jarida la Wall Street Journal lilisema Iran italazimika kutegemea Urusi na China kutenga upya mpango wake wa makombora, na hata sasa miongoni mwa taarifa zinazodaiwa ni kwamba Marekani inadai China inataka kupeleka mifumo ya ulinzi wa anga, lakini pia kupeleka makombora mazito ya hadi ya juu katika jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.